Urusi itaialika Marekani katika mkutano wa wawakilishi kuhusu masuala ya usalama. Hii ni kwa mujibu wa Sergei Shoigu ambaye amebainisha kuwa wawakilishi kutoka nchi zaidi ya 100 walikuwa tayari wamethibitisha ushiriki wao katika mkutano ujao. Katibu huyo wa Baraza la Usalama Sergei Shoigu amesema kwamba Urusi itawaalika wawakilishi wa Marekani kwenye mkutano wa kimataifa wa maafisa wa ngazi za juu wa usalama uliopangwa kufanyika mwezi Mei, kwa mujibu wa katibu wa Baraza la Usalama Sergei Shoigu ambaye alizungumza na vyombo vya habari. Tutawaalika, Shoigu alisema akijibu swali kutoka kwa moja kati ya vyombo vya habari ambacho ni TASS, miongoni mwa vyombo vya habari vya serikali ya Urusi. Hata hivyo, amebainisha kuwa wawakilishi kutoka zaidi ya nchi 100 walikuwa tayari wamethibitisha ushiriki wao katika mkutano ujao. Tangu mwaka 2010, Baraza la Usalama la Urusi limekuwa likiandaa mikutano ya kimataifa ya wawakilishi wa juu wanaohusika na masuala ya usalama. Mwaka huu mkutano huo utafanyika huko Moscow kutoka mwezi Mei 27 hadi 29. Lakini wengi wamekuwa wakihoji ni kwa nini Urusi imeamua kuialika Marekani katika mkutano huo wa Baraza la Usalama la Urusi ambalo linafanyika huko Moscow. Wachambuzi wa mambo wanasema kwamba hii ni kutokana na ukweli kwamba katika kipindi hiki Urusi imeamua kuingia ushirikiano na Marekani, lakini pia inatengeneza mazingira katika kuhakikisha kwamba hali ya amani inatawala katika nchi za Ulaya. Lakini pia Urusi ambayo katika kipindi hiki rais wa Marekani ameonyesha kuguswa na ameonyesha kujali juu ya vita vinavyoendelea huko nchini Ukraine, licha ya kwamba baadhi ya wachambuzi wanasema kwamba amekuwa akiegemea sana upande wa Urusi. Lakini ni wakati ambapo Urusi inadhani ni wakati sahihi wa kutengeneza uhusiano huu katika kipindi hiki ambapo inaamini kwamba uhusiano kati ya Marekani na mataifa magharibi kwa namna moja ama nyingine katika kipindi hiki ni kama vile unapotea, na Urusi inaamua kutumia fursa hii. Hata hivyo, wengi wanadhani kwamba kipindi hiki ni kipindi ambacho Urusi inazidi kutengeneza hali ya kujiamini zaidi, lakini pia hali ya kuwa na ushirikiano zaidi na serikali ya rais wa Marekani Donald Trump, ili iamini tu kwamba Urusi ni rafiki wa kweli. Na hata hivyo, hili aliwahi kulizungumza rais huyo wa Marekani bwana Donald Trump, akimsifu rais wa Urusi Vladimir Putin, akisema kwamba kiongozi huyo ni kiongozi hodari na ni mtu makini, lakini pia ni mtu ambaye anaaminika, na ndio maana wamekuwa na urafiki. Wakati huu Urusi pamoja na Ukraine zipo katika mchakato wa kumaliza vita, na ni Marekani ambayo ipo mstari wa mbele kusimamia katika kuhakikisha vita hivyo vinamalizika, licha ya kwamba rais wa Marekani bwana Trump amesema kumalizika kwa vita hivyo si jambo la kawaida na si lele mama, lazima nguvu kubwa ya ushawishi iendelee kutumika, kwani kuna baadhi ya maeneo yaliyosababisha kuzuka kwa vita hivyo. Lakini pia licha ya maeneo hayo, lakini kila mmoja kuna vile anavyovitaka. Basi mtazamaji, endelea kutufuatilia, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment na kusubscribe channel yetu hii. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote.